Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo basi neno la Bwana tunaanza kwa kuliangalia somo la kwanza. Na baada ya Daudi kupakwa mafuta awe mfalme wa kabila zote 12, leo basi Daudi anamleta Bwana katikati ya taifa lake. Analipandisha sanduku la agano. Sanduku hili lilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake, kati ya wana wa Israeli, ili awabariki. Leo basi yeye analitumia kuleta baraka, anatumia sanduku hili kuleta baraka katika ufalme wake. Hivyo Daudi anaanza na Bwana, anataka ufalme wake ubarikiwe, uwe chini ya mikono ya Mungu. Ndivyo anavyofanya kwa siku ya leo. Katika somo la kwanza anaubariki ufalme wake na wote walioko ndani ya ufalme huu. Katika somo la Injili tunakutana na Yesu akituambia kwamba kaka na dada zake ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hata sisi tukiyatenda mapenzi ya Mungu, sisi ni kaka na dada. Sisi tunaingia kwenye familia ya Yesu kwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Yesu alisema hivyo kuonesha undani wa imani ya Kikristo, kwamba sisi tunakuwa kaka na dada katika Kristo. Na hapa alikuwa anamaanisha kweli kweli kwamba tunapoitana kwamba sisi ni kaka na dada kwa Kristo, iwe ni kweli kutoka ndani, na iwe hivyo kwa sababu ya kuyatenda mapenzi ya Mungu. Na ndio maana yeye alisema hadharani mbele ya wazazi wake na ndugu zake, kuonesha umakini wa kile alichokuwa anakisema, kwamba anasema kweli na wala hatanii. Ndugu zangu wapendwa, maneno haya ni maneno matamu sana, ni maneno mazuri, maneno ya kututia moyo. Tunakutana na watu wa taifa mbalimbali, rangi na makabila mbalimbali. Maneno haya ndio yanayotuunganisha. Yakikosa kutuunganisha, hakika utakuwa ni mtu wa ubaguzi wa kuendekeza ubaguzi. Yule anayefanya mapenzi ya Mungu ni kaka na dada, ni ndugu yako. Kwa hiyo mpende, mheshimu, ishi naye kwa furaha. Kwa kweli usipofanya hivyo, utaishia tu katika magomvi na wenzako na kuishia tu kwenye hali ya kutaka kubagua tu. Haya ndio maneno yanayotuunganisha ndani ya kanisa la Mungu. Sisi tunakuwa wana wa familia ya Yesu tunapoyafanya mapenzi ya Mungu. Tunaweza kusema ukoo wetu unaitwa Ukristo. Tusijitenge na huu ukoo wa Ukristo. Ndugu zangu, haya ndiyo maneno yanayotuunganisha sisi kama Wakristo na yanatuwezesha kuishi kama Wakristo. Hivyo tukijua hayo, tukuze hii tunu. Ndugu zangu, tusikubali vionjo vyetu vichafue. Tuwapende watu wote, tuishi nao vizuri, tujitolee kwao, tuombeane, tushikamane, tuhudumiane kwa pamoja kama Wakristo. Na mwenzangu akipata shida, basi mwenzangu akipata shida usimwache. Mwanafamilia, kwa nini mwanafamilia unamwacha? Kwa sababu sisi ni wana wa Mungu tunayefanya mapenzi yake. Kwa hiyo jitahidi umpende mwenzako, furahia baraka zake. Mtu akifanikiwa, shukuru Mungu. Usiwe ni mtu mwenye roho ndogo. Unapoona mwenzako amefanikiwa unaanza kuumia, unateseka. Usiwe mtu wa roho kama hiyo. Ndugu zangu, kingine ni kwamba tujifunze kubariki maisha yetu kama Daudi alivyobariki ufalme wake kwa kulingangania sanduku la agano. Sisi maisha yetu ili yaende vizuri, lazima Mungu awepo katika maisha yetu. Lazima tulilete sanduku la agano katika maisha yetu. Tubariki kazi zetu zote tunazofanya. Kabla ya kuanza hata kazi, sali. Kabla ulifanya chochote, salini kwanza. Anzeni na Mungu, leteni sanduku la agano katika himaya yenu ili muweze kubarikiwa. Baada ya Daudi kupakwa mafuta, anaamua kwenda kulichukua sanduku la agano, kubariki ufalme wake, kutakasa hata yale yote ambayo pengine Sauli aliyafanya, ambayo yalikuwa chukizo mbele za Mungu. Na wewe jifunze kutakasa hata nyumbani. Sali, mlete Mungu. Nunua vitabu vitakatifu viwepo nyumbani, misalaba, rozari viwepo. Mlete Mungu katika mazingira yako. Na mnapovileta msiviweke tu, vitumike. Kisu ambacho hakitumiki ukata nyama kina kazi gani sasa? Wakati wewe unateseka alafu umekiacha kisu hapo. Lazima ununue vitabu vitakatifu, ununue vitu vitakatifu nyumbani. Lete sanduku la agano katika himaya yenu ili baraka ziwepo katika
hema yenu. Ndugu zangu, tubariki maisha yetu, tuombeane sisi kwa sisi, tuombe Mungu pia tupe neema ya kuweza kufanya kazi pamoja. Kuna wale watu ambao hawawezi kufanya kazi na wenzao, yaani wao ni vita tu, ubaguzi tu. Somo la Injili litukumbushe hakuna kuwa na ubaguzi. Sisi ni wanafamilia ya Yesu. Tubaki tukiwa moja, tubariki pia kila kitu cha wenzetu, tukiombea pia baraka. Na sala zote tunazosali isiwe tu kwa ajili yako tu, sali pia kwa ajili ya kuombea pia wengine. Watendee watu mema, ukijua pia wewe watu wana tabia kukumbuka wakati wanasali, watakukumbuka kwenye sala zao. Watendea mabaya pia utashtakiwa kwa Mungu, kwa sababu watu pia wana tabia ya kusali kuwaombea walio waumiza au kuwaombea walio wabariki. Na kutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.